wa suhbatu ustadhi, kusuhubiana na mwalimu. Huwezi kuipata elimu bila ya mwalimu. Elimu haichukuliwi tu kwenye vitabu. Ukichukua elimu peke yako kwenye vitabu, makosa yako yatakuwa mengi sana. Man lam yushafihi alulama, mtu ambaye hakushafihi alulama, fayaqinuhu inda almushkilat dhunun, yaqini yake inda almushkilat ni dhann, yani dhununi yeye ndo yaqini, sababu lam yushafihi alulama, hakuwa shafihi wale watu ambao ni ahli alilm, wanaweza kumpa maarifa, watu mustafidun waliosoma. Suhbatu ustadhi, lazima usuhubiane na walimu, ufuate miongozo ya walimu. Yani hapo ulipo usiokoona wewe wajua kuliko mwalimu. Somo ambalo utalisoma peke yako mwenyewe na ukasomeshwa na mwalimu, basi unalosomeshwa na mwalimu utaelewa zaidi kusoma peke yako kuliko kusoma peke yako. Watulu zamani, kijambo la sita ni tulu zamani, haitaki istijal katika ilmu. Utakaa na haraka, utakaa miaka 2 3 arudi kashakuwa ustadhi kwao shekhe, au muda mdogo atakaelewe. Mimi naona sielewi, nichakaa sana. Nimekaa miaka mingapi bwana? 2. Sasa kama mimi nimekaa sana miaka 2 ndio umekaa sana. Katika mambo yanayosaidia kutufikisha katika ilmu ni kuacha maasi. Na huu ndo mtihani umetusibu sote. Maasi kwa aina mbalimbali zimetuzunguka. Na ndio maana markaz kama hii ina nafuu kuliko markaz ambayo iko mjini. Yaani nyinyi wakati mko pale Ilala Irshad na hapa mna tofauti kubwa. Mkikaa pale juu pale Ilala pale, maona wangapi wapitao? Mizigo mingapi mwaitazama? Labda nitaje hivyo. Huku na kule ni sawa. Tazameni watu wanaosoma mijini, markaz ziko mjini, mara katongoza pale, mara katia mimba pale mwanafunzi, kesi nyingi. Sisi tunazijua kesi nyingi. Mwanafunzi talibul ilm saa nyingine yuwasomesha au imam katia mimba huko na kakamatwa. Kwa wapigiwa swali. Sasa je, tumwache afungwe miaka 30 au tumtetee? Tukitetea tutatetea zina. Vipi hukumu yake? Sema Allahu a'lam. Nini mazingira mtu asoma hapa wanawake wameingia, wanawake hawajachota maji pale. Tuepukeni hivi vitu sehemu za markazi, kuna maji watoto wa kike waje na kanga moja wachota hapo wanafunzi watazama. شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا ndio tunafanya sisi tumedumaa. Sisi tunasoma sana au tunajitahidi sana lakini hatufikia. Kama vile mtoto alovia. Mtoto alovia wajua. Mtoto kashadumaa na miaka 10 lakini hichi hapa. Ndio elimu zetu sisi zimedumaa kwa madhambi. Lakini ukiwatazama wale madaktari katika miji ya watu, kuna kijana mdogo hivi toa elimu. Nakwenda katika miji wangu, huyu kakaa mbele ya Sheikh Mukbil, huyu miaka 3 4. Mbona ana elimu namna hii? Mazingira si mazingira yetu machafu. Na tumeletewa masimu uchafu, sasa tutembea nao. Maasi tuko nayo katika simu. Elimu ya Allah ni nuru. Nuru hapewi mtu asi. Ukipewa utapewa kidogo. Utapata lakini kidogo sana. Hailingani na juhudi unazotoa na akili ulokuwa nayo sababu ya maasi. Jengine katika mambo yanayosaidia ilmu ni taqyidul ilm.
umeqaid ilmu. Umesikia ilmu yatolewa, una kalamu na daftari, una qaid. Leo kuna vitabu, elimu imekuwa imekaidiwa katika vitabu. Ni kununua vitabu, mtu akawa na vitabu, akatoa hela kununua vitabu, kawa na maktaba. Mekuja mtu msomi alim anatoa ilmu, qaid alilm. العلم صيد والكتابة قيدها. Elimu ni sawa na mnyama anayewindwa. Kuandika ndio una qaid, unafunga, ndio kifungo. Kitaba ndio kifungo cha ilmu. Vitabu elimu leo zimeandikwa, zimekuwa ni mudawana katika vitabu. Lakini inaweza kuwa kuna kitabu kama leo mimi nasoma kitabu labda katika tauhid, nachukua kitabu tauhid cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sharh yake Fathul Majid. Unachukua na daftari pembeni na kalamu, nasoma ikiwa utaratibu wa kusoma. Sisi tufundishwa إتقان العلم. إتقان العلم أن تعرف كل مسألة على صورتها الحقيقية. إتقان العلم نكجوا كل مسألة وصورة yake حقيقة ودليلها، pili ukajua dalili ya haya masala, ووجه الاستنباط، ukajua na wajhu wa istinbat katika dalili. Ndio wanawachuoni, ukiona mtu anakaa sehemu wanawachuoni anaulizwa swali, toka kwenye swala mpaka kwenye zaka mpaka kwenye jihadi, mambo ya mabughati, mambo ya qadha, mambo yote ya swali akajibu hapo hapo. Huyu alqaid ilmu. So sisi elimu mpaka una muhadhara ndio utafuta vitabu. Wanawachuoni wa shaq zile elimu walizielewa. Mtu kila mlango anausoma, mlango wa swala, mlango wa funga, mlango wa zaka, mlango wa haji, mlango wa nikaha, mlango wa qadha, mlango wa hudud, mambo ya sarika, mambo ya zina, hadi zake na kadha. Kila kitu mtu anasoma na qaid, ili mtu ambue huyu ni mwizi, sharti gani zitimie, unasoma una qaid pembeni. Ndio elimu, ndio elimu. So mpaka unasubiri una mlango ndio afungua kitabu, kesho una hutuba ndio afungua vitabu. Wakati mwingine wote ustazi acheza mpira, tuna banda ya TV. Kuna maustazhi na timu yake Yanga au Simba. Ndio kwenye banda ya TV tu ustazi. Ustazi wa vipi? Lazima tukaidi elimu. Ndio utaona ukiona watu wanafundishwa kusoma. Hata nyinyi fuatilieni Sheikh Muqbil. Sheikh Muqbil amefanikiwa sana katika kuandaa watu, na hili limeshuhudiliwa na maulama akiwemo Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, mpaka akafikia kusema toka zama za Abdul Razzaq As-San'ani sahibu al-Musannaf, hakuna mtu alofanikiwa kama Sheikh Rabi', Sheikh Muqbil rahmatullah Yaman. Lakini ukifatoka historia yake, wanafunzi anaanza kuwasomesha vidaftari. Aina daftari ukapata kusikia sauti yake. Kila mtu ana daftari. Ma hukumu at-taswir haram, ma huwa dalil, yasoma dalil, ma hukumu kadha, watu wanaandika. Ndi aliwalea wanafunzi tokea mwanzo. Ndio maana ukaona hata wale mashayikh na talabatul ilm kule Yaman zile hifdhi zao ni qawi. Sheikh akafanikiwa kwa muda mfupi kutoa ilmu, watu wakasoma, marakiz zikaenea, ni kwa muda mfupi tu. Si kwamba alichukua miaka 50 30, lakini walifundishwa watu qaid ilmu. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Leo nasoma kitabu mustalahul hadith. Nasoma hapa hadithi muftarib ni ipi? Unaandika taarifu yake, kama kuna sura zake, idrabu ambali katika matni au katika sanad, na qaid ilmu pembeni, unafanya khulasa ya ilmu, unakuwa na kidaftari chako, unakwenda za kubichi kidogo, unapumzika.
unaweza kupitia kidogo. Upo kwenye gari, labda twenda mjini, umekaa kwenye gari, sio sikilize muziki, utaona shangaa pitia kidaftari kidogo. Leo mna vitabu vidogo vidogo. Vile vile elimu, katika vitu vinasaidia kuichukua elimu ni kuichukua elimu kutoka kwa wale wahusika. Jambo nimegusia kidogo katika sohbati ustadi, lakini atadarruj katika mambo yanasaidia kupata elimu ni atadarruj. Atadarruj imma katika fani fulani au atadarruj katika ilmu bil jumla. Vitu gani ni vya kuanza kwenye kusoma, ufanye itqan katika elimu kidogo kidogo. Elimu haichukuliwi yote, huwezi kuipata elimu yote. من رام العلم كله أو من رام العلم كله ذهب العلم عنه كله. من رام العلم كله atakayekusudia na akaitaka elimu yote, elimu itamkimbia yote. Kimwona mtu kahifadhi kasoma sura Maryam vizuri, wewe hujahifadhi, utakuwa kahifadhi sura Maryam. Kuna mzuka sasa tumepita huko, tunawaambia nyinyi leo mna sijui nisemeje, lakini Allah muwafikisha sana. Yaani nyie mko hapa ni masalafi, watoto wadogo kama hivi mnasoma kwa masalafi. Hii ni taufiki kubwa sana ya Allah, neema, fadhila. Sasa tumepitia katika uhizbia, tumesoma kwa watu wa bid'a, hakuna ihtimamu yoyote ya ilmu, tasomea mitihani tu. Hisi sio kwa kinyume kabisa. Lazima uwe na tadarruji katika elimu kidogo kidogo. Kimwona mtu kazungumza usitake angata kidogo mimi wataka uwe kama yule mtu. Sasa huyo hapa alipofikia mwenzio, kwa nini unafikiri kakaruka? Kisema sio unaelewa. Kimwona mtu kahifadhi Qur'ani yote vile aliruka. Alianza kul a'udhu birabbin nasi, akahifadhi kwa majuzu ya amma, kama juzu tabaraka, akaenda mpaka kaimaliza masafu yote. Sio atakauruke. Na mtu atamani yani ile Qur'ani yote ahifadhi ndani ya mwezi. Ateme naye, ateme cheche azitemwe tu. Akatokea utapata mzuko, ukamsikia shekhe anatambaa. Wataka kuhifadhi. Kule zile kama alizusha vizuri atakuhifadhi. Kisikia mtu asoma aya za riba atakuhifadhi aya za riba. Ukisema taratibu, mwisho ndio mtu unaona hafanyi chochote. Kila siku kasoma hapa kaacha, mwisho miaka 10 hajahifadhi hata juzu 5. Kwa nini? Kwa sababu waruka. Kila kitu watamani wewe uhifadhi. Kidogo kidogo. Hii ni maneno machache sana, na kuna awaiq nyingi zinazohusia watu kufika katika ilmu, wanazitaja watu wanachuoni. Katika hizo ni kusoma ilmu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye anasoma si kwa ajili ya Allah basi atadumaa katika ilmu, atanyimwa baraka ya ilmu. Lazima nia zetu ziwe khalisan lillah, si kwa sababu ya kwamba labda ukisoma mambo yanakuwa mazuri. Sababu sasa pia tumefitinika sisi, tumefitinika. Yale ambayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliachelea kwa masahaba, mal faqra akhsha alayhi, siogopeni ufakiri, lakini nakuogopeeni kufunguliwa dunia. Mkaanza kushindania dunia, mkaishindania dunia ikakuangamizeni kama walivyoishindania wenzenu waliopita na ikawaangamiza. Wakati mwingine sasa watu wasoma kwa sababu sasa hivi ukisoma waweza mambo yakawa mazuri, au sio bwana? Waweza pata kijumba, waweza pata gari, au sio? Mambo yakawa mazuri. Kwa hiyo twasoma kwa ajili ya jambo hilo la. Hadithi mnaijua, mtaallama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamu illa liyanaha 'aradan min ad-dunya lan yajid 'irfa al-janna. Tukisoma elimu ambayo yasomwa
kwa kutakwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala khalisan lillah, ukaisoma ili upate vitu vya kidunia, mtu huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatopata hata harufu ya nini, ya pepo. Hebu tazama hii hadithi nzito sana kwa wanafunzi. Kila ukisoma hii hadithi hii yaumiza kichwa. Ni lazima tusome kwa ajili ya nani? Ya Allah. Alafu ya dunia yakikujia katika fadhila za Allah bila ya kuinyanyukia, hizo dhalika fadhlullah yutihi yasha. Tazameni aima kina al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, kazi walioifanya katika wakati walioishi. Hakukuwa na umeme, hakukuwa na kalamu hizi tunazoandikia za kuteleza, hakukuwa na kompyuta, lakini watu waliandika ilmu. Al-Imam Muslim takriban miaka 16 anaandika Sahih Muslim. Al-Imam Bukhari miaka 15 anaandika Sahih Bukhari. Sio kwamba ni miaka kidogo. Kina Al-Imam Tabari mpaka wamekufa walipofoka macho, watu wanasoma kwenye mwezi na vibatali. Leo sisi tuna kheri nyingi. Watu waliminyana wakati huo, si kwa sababu ilikuwa kuna maprado, wanapewa maprado, kuna majumba, watapata wanawake wazuri, watapata kadha, kuna mashindano labda ya Qur'ani, atapewa gari au nini, au ataozeshwa atapewa mke. Watu walisoma kwa ajili ya Allah na kuinusuru dini ya Allah. Al-Imam Bukhari kila hadithi anataka kuiandika lazima aswali rakaa 2 za istikhara. Kwa nini walifanya hii kazi kubwa? Leo tunaona tunakwenda pale Mtoro na wanaomba Sahih Bukhari. Huu ni umri wako. Mtu ametumia umri wako toka uzalewe mpaka wabaleghe. Mtu anaandika kitabu kile ulichogundua wewe siku moja tu. Toka umezaliwa mpaka wabaleghe, mtu anaandika kitabu kile. Watu walifanya kazi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazameni kina al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, wamefanya kazi kubwa mpaka watu wamekufa majela. Soma barua za al-Imam Ibn Taymiyyah wakati yuko jela. Barua anamwandikia mama yake. Wakati naisoma barua hii, kuna siku nilikuwa nasoma hii barua inaliza. Al-Imam Ibn Taymiyyah yuko jela, amemmisi mamake. Kafaje hao al-Imam Ibn Taymiyyah? Hana anayempenda katika watu wa wakati wake isipokuwa ni mama yake. Lakini mama yake ametenganishwa na jela kwa sababu ya dini. Watu walifanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikukaa tukacheza tu ukawaza nikirudi kijijini ukawe mfyosi ili uweze rada kupata hivi upate hivi maslaha ya kidunia. La, lazima tusome kwa ajili ya Allah. Bila wahifadhi kwa ajili ya nani? Hifadhi ilmu ili uweze kunusuru dini. Watu wamenusuru dini ya Allah. Tazameni al-Imam Ibn Taymiyyah namna alivyopambana na kuitetea dini ya Allah na manhaji salaf bil khusus. Tazameni Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na ndio maana hao wamekuwa ni maadui wa watu wa bid'ah. Kwa tusome kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kusoma kwa ajili ya Allah amekueleza ahlul ilm. Usome kwa ajili ya kuondoa ujinga wa nafsi yako, kwa maana uweze kumjua Allah, ujue ibada zako, ujue mtume wako, ujue halali na haramu. Ndio maana ya kusoma kwa ajili yako. Tunasoma hapa sisi tumjue Allah, tunasoma tujue namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tusome kwa ajili ya kuondoa ujinga wa watu wengine. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا هو العلم. Yule alohudhuria leo bwana mtume sasa anasema hapa amfikishie ambaye hajafika. Nadhara Allahu imra'an sami'a minna hadithan aw sami'a minna maqalatan fawa'aha thumma addaha kama sami'aha. Allah amtie nuru mtu ambaye kasikia hadithi au maqala, maneno kutoka kwetu, akayahifadhi, kisha fawa'aha, akayazingatia vizuri, akayaelewa maana yake, thumma addaha kama sami'aha, kisha akafikisha kama alivyoyasikia.
Ukisoma kwa ajili ya Allah lazima uwe na huruma na wajinga. Wewe umejua kuna watu hawajui. Lakini kusoma kwa ajili ya Allah ni kusoma kwa ajili ya kuitetea na kuilinda sheria ya Allah na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kufanya da'wa, kwa radd al-mukhalifin na wengineo. Lazima sheria ya Allah itetewe, sunna ya bwana mtume lazima itetewe. Lakini tizama watu ambao wako kwa ajili ya dunia. Leo yaarifuna ma kanu yunkirun. Kama mnawasikia wanaosema hao, twajua historia zao. Walipita huko kwa maansari. Mwanzo walikuwa kwa upande huu wapinga maulidi, leo wamekuwa huku watetea maulidi. Badilika. الضلالة عين الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. ضلالة isokuwa na mfano ambao ni dhalala. Ainu dhalala ni kuyakubali uliokuwa wayakataa kwa dalili na kuyakataa uliokuwa wayakubali. Si kwa sababu umelikataa baada ya kuwa ulikuwa ulikubali kwa sababu ya hoja kila, hakuna chochote. Tu anazunguka tu. Lakini mwanzo alikuwa yuko huku apinga yale, leo yupo kule atetea. Sababu ya dunia, sababu ya mali. Upande huo wa pili ni upande wa mali, watu wako na matajiri, watu wako na mawaziri, watu wako na serikali. Ukikaa huku kwa masalafi huku hamjulikani na mtu nyinyi. Nyinyi muonekana mna taabu. Matajiri watakuja kwenu. Sasa hivi mtu anaona ili apate dunia ajiingize kwenye vinara vya maulidi. Kaonekana kule pembeni pana katibu mkuu wa chama, pembeni pana waziri fulani, pale pana muazzam, pale pana alhabibu, pale pana almubajjal, huko ndo kwa faa. Ama hapa kama inaonekana nyinyi masakini watubu talabatul ilm fuqara, tabata nini? Ukatoka hapa pia wasindikizwa pale upande daladala waende za kumjini. Kwa sababu watu wengi wanasoma kwa sababu ya kutaka dunia. Kwa kidogo tu na mtu kabadilika. Kidogo mtu kanunuliwa kama mchezaji mpira. Jana alikuwa Yanga kanunuliwa, leo yuko Simba. Jana alikuwa iponda Yanga, leo kapua hela. Yuko Yanga ile aitetea Yanga, iponda Simba. Ndio mambo yako yalivyo. Nanunuliwa tu. Si ndio? Na wakati yupo kule alikuwa acheza, kulikuwa yuko tayari kufa kwa sababu yupo huku apigana, aifunga ile alokuwa kule atetea, yuko tayari kufa afunga kule. Kanunuliwa hela, anunuliwa kutoka huku ndio. Na kuna mchezaji msimu huu yuko timu hii, msimu ujao yuko timu. Wako mashehe pia anakwenda na msimu na usajili. Ukifika wakati wao, sasa tumesema ukifika wakati wao tutawaambia mlikuwa huku, mlimsomesha huyu. Wako masala pia wamesomeshwa na hao watu. Yule alikuwa mwalimu wangu, leo yupo kule, kasajiliwa kule, dau limezidi. Kwa tusomeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si baadaye wewe ulikuwa uko hapa leo wasikia haya upo kule. Unatufanyia sisi tajihili. Yaani unaona sisi hatuelewi. Unajua tatizo la mawahabi uelewa. Yaani sisi hatuelewi sisi. Yaani sisi hatuelewi. Nyie ndio mwaelewa. Nyie ndio mwaelewa sana. Au kwa vile majazi, kuna majazi. Yaani nyie mkisema watu wakielewa maneno yenu, tatizo ni hamuelewi. Mawahabi tatizo lao uelewa upi? Uelewa gani? Na al-aslu fil kalami al-haqiqa. Wala yu'dalu anhu. Na wala watu hawatoki katika hiyo, au wala yu'dalu anha, hatuondoki katika al-haqiqa illa biqarina. Na kuwa na alaqa. Qarina maana ni mania, kwamba hapa hakukusudiwa maana ya hakika.
ukisema baba yako nimemuua, hakika umemuua, lakini kumbe nimemuua maana yake ulimfunga kwenye draft. Hiyo majazi. Sasa tuelewe hapo aliposema. Lakini ukisema tu baba yako leo nimemuua, maana yake hakika kuua kunajulikana kuua ni nini. Ndio al-aslu fil kalami madha al-haqiqa. Na haifai kuondoka katika hakika kwenda katika majazi mpaka kwa qarina. Qarina almani'a inaozuia kwamba hapa muradi wake sio hakika. Lakini lazima kuwe na alaka baina ya maana ya hakika na maana hiyo iliyokusudiwa mbozo yake. Kuwe na alaka. Na ziko nyingi. Au mbona mmesoma nyinyi tu? Yaani nyinyi tu ndio mmesoma. Wengine hawakusoma, wengine hawaelewi. Hapo tukikubali tukiwa tumetanaza ni kwamba kuna majazi. Na kama tutakuwa na msimamo hakuna majazi katika Qur'an, hakuna majazi katika lugha ya Kiarabu, pia tunaweza kusimamisha hoja. Mambo yote ni hakika, ima hakika shar'iyya au hakika lughawiyya au hakika urfiyya, basi hakuna majazi. Ukisema uliza kijiji ndio Kiswahili cha tusema fasalul qarya, eti hiyo majazi hiyo. Umetajwa qarya lakini mradi wake ni watu. Kiswahili kwa tunasemaje sasa? Uliza kijiji hicho hapo ndio hakika ya kalamu inda nas. Uliza duka hilo hapo. Sio tunavyosema. Zamani wazee wetu walikuwa wasemaje? Uliza muuza duka, alafu baadaye tukaja tukaona kwenye hakika tukaja kwamba uliza duka hilo hapo. Ndio hivyo. Imam Ibn al-Qayyim. Na pia tutaweza sasa kuwathibitishia watu. Sio ni watu nyinyi mmesoma sana. Mkawafanyia tajhili ahlus sunna mkaona nyinyi mnajua sana. Al-Imam Ash-Shinqiti al-aslu fil kalam madha al-haqiqa. Na haifai kuondoka katika hakika kwenda katika majazi mpaka kwa qarina. Qarina almani'a inaozuia kwamba hapa muradi wake sio hakika. Lakini lazima kuwe na alaka baina ya maana ya hakika na maana hiyo iliyokusudiwa mbozo yake. Kuwe na alaka. Na ziko nyingi. Au mbona mmesoma nyinyi tu? Yaani nyinyi tu ndio mmesoma. Wengine hawakusoma, wengine hawaelewi. Hapo tukikubali tukiwa tumetanaza ni kwamba kuna majazi. Na kama tutakuwa na msimamo hakuna majazi katika Qur'an, hakuna majazi katika lugha ya Kiarabu, pia tunaweza kusimamisha hoja. Mambo yote ni hakika, ima hakika shar'iyya au hakika lughawiyya au hakika urfiyya, basi hakuna majazi. Ukisema uliza kijiji ndio Kiswahili cha tusema fasalul qarya, eti hiyo majazi hiyo. Umetajwa qarya lakini mradi wake ni watu. Kiswahili kwa tunasemaje sasa? Uliza kijiji hicho hapo ndio hakika ya kalamu inda nas. Uliza duka hilo hapo. Sio tunavyosema. Zamani wazee wetu walikuwa wasemaje? Uliza muuza duka, alafu baadaye tukaja tukaona kwenye hakika tukaja kwamba uliza duka hilo hapo. Ndio hivyo. Au bwana vipi mimi naona kama ile uliza hebu kijiji kinachokuja au uliza mji huu unaofuata kwamba uliza. Ndio Waswahili wasema hivyo. Kalamu yote maneno yote hakika. Hakuna majazi fil Qur'an, hakuna majazi katika lugha. Wa hadha huwa ma dhahaba ilayhi almuhaqqiqun minhum al-Imam Ibn Taymiyyah wal Imam Ibn al-Qayyim. Na pia tutaweza sasa kuwathibitishia watu. Sio ni watu nyinyi mmesoma sana. Mkawafanyia tajhili ahlus sunna mkaona nyinyi mnajua sana. Al-Imam Ash-Shinqiti ameandika kitabu kamili, anajibu hoja zote za watu wanasema kuna majazi. Kipo. Na huyu ni Mwarabu, msharaqi, ambaye ni bahari katika ilmu aliyoshuhudiwa na maulama. Yaani sisi hatuelewi, hawa tatizo lao ufahamu hawa. Nyinyi ndio muelewa sana, si ndio? Kama wewe mdengereko
kama wewe ni Mgindo, kama wewe Mzalamu, kama wewe mtu wa Kusini, mtu wa Pwani, mtu wa Lindi, mtu wa Kilwa, mtu wa Mafia, yani wewe ndio waelewa sana Kiswahili yani wewe useme sisi tukenda kesho yaumul qiyama tukamkuta huyu mzee hayuko peponi tutaandamana. Sasa tushaelewa tu sisi. Yani sio Waswahili sisi. Yani sio Waswahili. Maana yake wewe unaona huyu shekhi ni mtu wa peponi. Iwe kweli kwamba huko kesho hakuna kuandamana, lakini muradi wako kwamba hatutoridhika kutokuwa peponi huyu. Inawezekana muradi wako sio kuandamana kweli na mabango. Kwa sababu hakuna kweli kuandamana. Lakini maana yake kama hatoingia peponi huyu itakuwa roho zetu haziko radhi. Ndio maana umetaja jambo la kuandamana. Sababu watu wanaandamana maana yake hawakuridhika ima na maamuzi ya nchi na kadha. Kwa wewe je, una uwezo wa kujua mtu huyu ni mtu wa peponi? Kama masahaba waliwahi kumshuhudia mtu huyu kadha, mtume akasema la huyu fi nar. Sasa wewe umesema maneno ya kuwazi haya. Watu wakiajibu tatizo mawahabi hawaelewi. Kuna watu kwenye comment tatizo mawahabi ufahamu. Yani sisi hatuna ufahamu. Sisi hatuelewi sisi. Jambo jingine nisizungumze sana. Hawa watu tuna wakati nao. Tukisema saa nyingine twadukuia, wana roho za tuuma sana. Kila siku wanasema. Wanasomea ubishi, somo la ubishi ni lipi? Tuambie katika hizi sila basi kuna somo la ubishi? Tatizo unapotezea watu muda kuwasomesha ubishi. Tuambie wewe kuanzia ibtidaia mpaka thanawia kuna sila basi gani ya ubishi? Kama ni Saudi Arabia, kama ni vyuo vyetu, marakizi zetu, somo la ubishi ni lipi? Ama al-bahth wal-munadhara ipo. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Wala hujui kama kuna munadhara. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. haukuwa mjadala baina Ibrahim na anatetea anajua na yeye ni Mungu. Alimpa hoja. Sasa mkiletea hoja watu wamesomea ubishi. Acha kuwafanyia watu tajiru. Sijione wewe unajua sana. Na kuona watu kwamba sisi tutasomea ubishi tu. Watu wanahifadhi Qur'an humu. Njoo uone. Watu wanahifadhi sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala hakuna mjadala. Wajadiluhum billati hiya ahsanu. Hakuna mjadala. Musa hakuaidiana na nani? Na Firaun. Tena alimwambia angalia aliweka ground. Aliweka ni mazingira yale ya mjadala. Iwe ni makana nsua. Tena wakati wenyewe ni wadhuha. Alafu yaumu zina. Vitu vitatu. Nini muradi wake? Wakati wa asubuhi kumepambazuka. Sehemu ambayo watu wote watakuwa wako wanashuhudia. Alafu siku ya zina katika mji, ima ni siku ya soko wanasema ahlul ilm au siku ya sikukuu, watu hawako kwenye shughuli nyingine, wako uwanjani. Alafu mimi na wewe tukae. Musa alithibitisha haki, akuthibitisha haki. Yeye hakuna mjadala. Muachiwe tumseme mtakavyo. Mkijibiwa hoja zenu wote wamesomea ubishi. Jambo jingine katika awaiq za kusoma ni tarkul amal. Ni kuacha kufanyia kazi elimu. Watu wengi wanasoma au si vijana tunasoma tu kama vile fashion. Mtu hana qablia, hana baadia, hana witri. Yuko tu.
hana sunna ya Jumatatu na Alhamisi, yupo tu yeye asoma tu. Sasa wewe lengo lako la kusoma nini? Umesoma, umejifundisha jambo, utakuwa ulifanyie kazi. Lengo la kusoma ni kufanyia kazi ilmu. Na watu walihifadhi, watu walizidi ilmu kwa sababu ya kufanyia kazi ilmu. Jambo jingine ambalo ni katika mambo yanayofanya watu wasifikie katika ilmu, al-i'timadu ala al-kutub duna ahli al-ilm. Nimelizungumza akhadhu al-ilmi an al-asaghir, kuchukua elimu kutoka kwa al-asaghir, imma ahli al-bid'ah au watu ambao hawana elimu. Unapoteza muda wako, utakaa tu kwa mtu hana ahliya ya kusomesha. Al-ghurur wal-ujb wal-kibr, katika mambo yanayofanya watu wasipate ilmu ni kujiona na kibri, kughurika. Mtu anaweza kughurika na ufasaha wake, akaghurika na kuitwa shekhe, akaghurika na kuitwa ustadhi, akafanya kibri na ujub. Na elimu haikai kwa mtu mwenye kibri. Ukiona wewe una kibri, wewe una dharau, wewe huna ihtiram, huna tawadhu, huna kujishusha, huwezi kupata ilmu. Al-ilmu harbun lilfata almutaali kasayli harbun lilmakani alali. Elimu haiwezi kukaa kwa kijana ambaye ni mutaali, kujiona na kujisikia. Wako vijana unakuta unapishana nao, mtu unamuona jisikia, jivuna, jiona. Huwezi kupata elimu kwa sura hiyo. Wewe una kibri wewe. Mtu husalimii watu, ufanya hata kama mtu humjui. Lakini sote kwa usalimia unamjua na usomjua. Wewe talibul ilmu unampita mtu bila salamu. Wakati masahaba wa bwana mtume walikuwa wanatoka wanakwenda sokoni kuwasubiri watu, mtu anakaa anajitega sehemu amsubiri mtu amsalimie, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, anaandika thawabu ngapi nimeingiza. Ni talibul ilm wa bishana mtu yuko ndani ya markazi au sehemu usalimie. Labda umdhanie mtu huyo ni kafir, haya wamuona kabisa huyu ni mtu mwenzio, pia una salamu. Vimba wako vijana naarifu bisimahu, tunajua si bisimahu. Tukiona kuna maeneo ukipita unajua kabisa hapa pana mtihani. Kama ndo mtu yuko mtawasita leo au thana yuko hivi, wakati huo umri hao unawafanyia ujum na takaburu, huo umri ambao wewe au wewe leo, huo umri alomaliza yeye thanawia akuzaa wewe, hawezi kupata mtu elimu kwa sura hii. Yule mimi siwezi kwenda kukaa nikasoma, si kwa sababu labda hana ilmu, kibri tu. Watu wawili hawapate ilmu au vitu viwili vinazuia ilmu, al-kibru wal-istihya, kibri na kuona haya. Ni kibri apate ilmu na anayeona haya, mimi pale mimi naona haya kusoma, utapata ilmu. At-taswif, saufa mambo haya yanapoteza ile. Nitasoma. Soma sasa hivi, kitu sasa hivi fanya sasa hivi. Na ukisoma kitabu wanasema ahlul soma kitabu kana kwamba hutokirudia tena. Kwa maana kuna baadhi ya wanaochuoni walikuwa wakisoma kitabu hakirudii tena, ndio kishakaa. Yeye anahesabu tu ile kitabu kile kishakisoma mwanzo mpaka mwisho, ndio kishakaa. Ukisoma kwa nia nitarudi tena kukisoma, umekwisha wewe. Hutorudi tena na pale hutoshika, kwa sababu ile nia tu kwamba nitarudia tena kukisoma, maana kibado hutozingatia tena, utakuwa pitia. Unajua ukisoma tena lini, na vitabu vingi utavimaliza leo. Mwisho namalizia mada yangu, lakini tena nitakuwa nishatohoa. Limadha nataallamu, tunasoma kwa sababu elimu hii ni ibada. Hii elimu ni ibada, ndio maana tunasoma. Kwa ukizingatia kwamba hii elimu ni ibada, kama swala za sunna rakaa 2, kama funga ya Alhamisi, funga ya Ijumaa, upate taabu. Unaona tuko kwenye ibada na unapata thawabu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, upate taabu. Ukizingatia kwamba ilmu ni taa, ni qurba, na umeeleza ahlul ilmi elimu katika qurbati, elimu ni bora kuliko swala za sunna.
kuliko mambo mengine ya nawafil, lakini kama nia ya mtu itakuwa ni sahihi. Unasema ahlul ilmi, mtu atakatumia usiku mzima akafanya mutala ni bora kuliko alosimama usiku. Yani wewe ukakaa usisimame usiku ukafanya mutala wako kuanzia baada al-isha, ukasoma Qur'an, ukatafuta tafsiri, ukashika hapa ukasoma mpaka ikaingia alfajiri, na alosimama kuanzia saa 2 mpaka alfajiri, wewe ni bora kuliko yule. Na yule akiyapata mawili ya kusoma na kusimama atakuwa amekuzidi. Hili sio jambo dogo Sheikh. Ilmu sio jambo dogo. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Alilmu yenyewe ni ibada, lakini ilmu angalia ilivyozidi. Elimu ni wasila ila maarifati sairi alibadat. Ndio njia kwenda kujua ibada nyingine zote. Huwezi kujua swala bila ilmu, huwezi kujua zakat bila ilmu, huwezi kujua siyam bila ilmu, huwezi kujua haji bila ilmu. Kwa ni wasila ila sairi alibadat. Tuko pamoja? Hii ni ibada, mpo kwenye ibada. Ndio maana inahitaji nia na nini? Na mutabaa. Unalipwa kila siku. Ndio maana wamefikia watu wenye kusoma ilmu mpaka alhitanu fil bahr wanamuombea msamaha. Kwa nini? Kwa sababu ya hili jambo ni kubwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sio dogo. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب. hii ibada, lakini tunasoma ili tuweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Utamjuaje yule ambaye watakiwa umuabudu kama ukusoma? Ndio maana walokimbia ilmu hawajui wama qadarullah haqqa qadri, hawajui qadri Allah sababu hakusoma. Kimsoma Allah ukamjua Allah, ukajua majina yake na sifa yake na uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, utamwabudu Allah. Watu hawamjui Allah ukweli kumjua. Ndio maana muone watu wanaishi kama wanyama. La sala, mtu unaminyana na swala na mke. Hamjui Allah subhanahu wa ta'ala. Hajui uwezo wa Allah, hajui lengo la kuumbwa. Tutasoma tumjue Allah subhanahu wa ta'ala, tujue ibada, tujue bwana mtume sallallahu alayhi wasallam nafasi yake, tujue alhalal wal haram. Tunasoma ndugu zanguni kwa ajili ya kuitetea sheria ya Allah na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasoma ili tuweze kuwasomesha wengine. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bora wenu ni yule ambaye atajifundisha Qur'ani na akaisomesha kwa watu. Usije ukasoma tu alafu ukazuia. Ukisoma umejua, ujue utakiwa uwafikishie watu. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinat والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. wale ambao wanaficha yale ambao tumeteremsha ubainifu mbalimbali, huda tumeweka wazi kwa watu, alafu wewe ukao unaficha. Unajua kabisa hii ndio huda, hii ndio haki, hii ndio bayani, ukaficha. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Kwa jumla mimi nitaishia hapa. Ni wajibu wetu kama tumeyajua malengo yetu ya kusoma, tusome kweli. Na ukijua lengo la kusoma utajua pia uanze na nini. Kumbe anayejua lengo la kusoma hawezi kuanza kusoma lugha akapapia lugha akajua balagha akajua hivi, hajui tauhidi, hajui chochote. Yani wewe hata ufe mtaalamu wa balagha lakini ni mshirikina, sasa itasaidia.
ufa wewe ni mtaalamu wa nahwu na sarfa na mantiki, elimu za ala, ulumul ala unazo vizuri, lakini hujui usuli katika tauhid, katika aqida, una chochote. Kuulizwa aina Allah, unasema fi kulli makan, anta hululi, wewe ni hululi. Na kama una ilmu anta kafir. Lazima hululi. Mtu anaosema Allah fi kulli makan, hii ni kufru. Ikiwa ni mtu ana ilmu akisimamishwa hujja, huyo ni kafir. Allah fi kulli makan kaifa? Yani Allah yuko chooni, si ndio? Ndo fi kulli makanin, au si? Au hapa fi kulli makani sio amwi, sio kulli yani. Au kiambo hivyo yuko chooni, usione kigegezi. Maana ya fi kulli makani nini? في كل، هي صار كل من أقوى ألفاظ العموم لكل. صالحين أين الله حكوليزا يولي جاري أم بني أبونا متوم صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح. وانا هاو ما صوفي شيخي، هاو ما صوفي أبونا وانا وكاتي هاو shekhi hao msitishike mkatishwa kama ile vitisho vya jogoo kutishwa na mwewe. Jogoo akipia sangine muona mwewe atakakimbia. Yule si mwewe tu. Wewe jogoo unaogopa mwewe? Swali ameulizwa Jaria aina Allah amama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawabu ilikuwa nini? Fi sama. Mtume anakiri jawabu la Aljaria huyu kwamba Allah fi sama. Hili ndio jawabu la aina Allah. Kuna watu wanakataa pia tusiulizane Allah yuko wapi. Kwa mtume alikosea kumuuliza Aljaria. Wanasema Allah ni mawjudun bighairi au mawjudun bila makani, yupo bila makani. La, aina Allah. Jaria akasema fi sama. Man ana? Anta Rasulullah. فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. mwachie huru, huyu ni muumini. Eti huyu ni shekhi amekaa miaka 40 chini ya mwembe, aulizwa aina Allah, anasema fi kulli makan. Wapi shekhi wako? Shekhi wako umeshuhudia kufahamu hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya tasawuf yenu mnasomeshana. Kwa ukijua lengo la kusoma utajua vitu gani uanze. Ndio maana sisi tunarakiz katika aqida tauhid. Lakini kadhalika wa suhbatu ustadhi. Jambo la 5, wa suhbatu ustadhi, kusuhubiana na mwalimu. Huwezi kuipata elimu bila ya mwalimu. Elimu haichukuliwi tu kwenye vitabu. Ukichukua elimu peke yako kwenye vitabu, makosa yako yatakuwa mengi sana. Man lam yushafihi alulama, mtu ambaye hakushafihi alulama, fayaqinuhu inda almushkilat dhunun. Yaqini yake inda almushkilat ni dhann, yani dhununi yeye ndo yaqini, sababu lam yushafihi alulama.